Ni siku moja tangu Azam TV tuliporipoti tukio la mvua ya upepo kuizua paa kwa majengo haya manne ya shule hii ya msingi Kagongo na kupelekea wanafunzi wa darasa la kwanza kusomea katika mazingira haya kwa majuma matatu sasa. Shughuli za ujenzi wa madarasa mawili pamoja na store na ofisi vilivyoezuliwa tarehe 22 mwezi wa 10 zikiwa zinaanza. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Chiliku Chilumba amejitokeza kueleza kile ambacho ni mpango mzima tangu kutokea kwa kadhia hii. Baada ya tukio hilo, halmashauri ilichukua hatua za haraka, na hii ilikuwa ni pamoja na kuunda kamati ambayo ilikuwa na wataalamu wa kuja kufanya tathmini, na kutoka kwenye tathmini tungeweza kupata uhakika sasa kwamba ni gharama za kiasi gani zinahitajika. Tutaondoa wallplate zote, then tutaweka lenta mpya. Baadaye tutaweka wallplate nyingine kozi 3 za mwisho za juu. Baada kumaliza hapo tutaezeka. Tutafunga madirisha mapya, milango mipya. Ndani ya siku 14 tutakuwa tumekamilisha. Na kutokana na mvua jinsi inavyoendelea kunyesha, tunajaribu kufanya speed ili ndani ya wiki mbili tutashamaliza. Ni hatua inayoibua sura za matumaini na furaha kwa wazazi, wanafunzi na walimu. Tunashukuru sana kwa jitihada za dhati za makusudi tena za haraka kufanyika. Imani yetu imekuwa vizuri na tuna tabasamu kubwa sana baada ya kuona kwamba ujenzi sasa unaendelea. Ningeomba amalize kwa wakati ili mwakani tukianza masomo tusihangaike na madarasa. Aidha, mkurugenzi Chirumba ametoa kauli ya madarasa mawili yaliyofungwa kwa hofu ya kubomoka. Tunakamilisha mpango wa muda mfupi ambao una thamani ya shilingi milioni 28 na laki 8. Baada ya hapo tutakuwa tunaendelea na maeneo mengine. Ni shule ambayo ilijengwa mwaka 1973 na imekuwa na maboresho mara kadhaa katika vipindi mbalimbali hadi sasa. Jacob Ruviro, Azam News, Kagongo, Kigoma.